Bwana Yesu asifiwe. Praise God again. Niko na furaha kubwa kuwa nawe Ijumaa ya leo kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo mpendwa, mahali ambapo uko, niko hapa kwa ajili ya maombi. Ijumaa iliyopita nilikuwa nimetuma ujumbe katika mtandao nikiwa nimetoa unabii ambaye Mungu alinipatia, unabii wa miezi 6 ambayo imesalia mwaka ishe. Kwa hivyo leo hii niko hapa ili kuweka rubber stamp hiyo unabii ambaye niliyokutolea katika njia ya mtandao, ya kwamba Mungu anaenda kusaidia na kuinua miezi 6 ambayo imesalia mwaka upate kukamilika. Na ndiposa niko mahali hapa, wewe mpendwa ambaye ulicomment na ukasema amen katika unabii huo, ukakubali unabii wa mtumishi wa Mungu kupitia katika njia ya mtandao. Na ndiposa niko hapa katika madhabahu kupiga magoti kuomba kwa ajili ya comment yako ambayo ulicomment ukasema amen, ya kwamba umekubaliana na huo unabii ambayo mtumishi ametoa, hayo mahubiri na ambayo mtumishi alikuwa amenena, ya kuwa umekubaliana nayo. Na ndiposa niko hapa kwa ajili ya kukuletea maombi, na haya maombi ni ya kuharibu foundation ambazo zimefanywa na shetani. Kwa hiyo unaponitazama katika njia ya mtandao, katika mtandao wa Facebook, katika mtandao wa Twitter, katika mtandao wa YouTube, nataka ukatege sikio lako, kwa maana nataka kuangusha ule msingi ambao ulijengwa kutoka Januari mpaka June. Kwa maana ukitokea kitu kibaya lazima kuwe na msingi mbaya ambao umejengwa na shetani. Na ndiposa nikiwa mahali hapa juu ya madhabahu haya, niko mahali hapa ili kukusaidia ili umalize hii miezi 6 na amani na upendo na kazi na biashara na afya katika maisha yako. Na ndiposa mimi huwa nafuatilia sana comment yoyote ambaye mtu ana comment, huwa naifuatilia mpendwa. Na ndiposa nimekuja katika madhabahu ya Mungu ili nikapate kuweka rubber stamp ya unabii ili nikapate kutimia. Kwa hiyo ikiwa Ijumaa iliyopita ulicomment katika ile message ambayo nilituma ya kiunabii, nakwambia niko na wewe mahali hapa ili kudhibitisha ile andiko na hilo neno na hii amen ambayo ulisema, ili iwe hivyo. Kama ni kazi upate, kama ni afya upate, kama ni kuinuliwa kibiashara uinuliwe, kama ni kupata chochote ambacho unahitaji upate. Na ndiposa mahali hapa vile nimeandika katika ukurasa wangu ya kwamba maombi haya ambayo nataka kuomba wakati huu ni ya kuharibu evil foundation ambayo ilijengwa, ambayo ilitengenezwa katika maisha yako. Kwa hivyo nataka ushikilie imani mahali hapo. Na ndiposa wakati huu napotaka kukuombea, nataka ukaamini Mungu mahali huko, nataka ukaamini Mungu mahali ambapo umekaa, nataka ukaamini Mungu mahali ambapo umesimama, ili Mungu apate ukutembelea na ukuinua na ukubarike, ili apate ukuinua mara nyingine tena. Na ndiposa niko mahali hapa mpendo unayenisikiliza, ili kuharibu haya madhabahu, hiyo msingi ambao ilijengwa wakati uliingia Januari na kazi, lakini wakujengea msingi wa kuharibika kwa kazi. Umekuwa unatembea bila kazi, unapata tu vibarua lakini vinaisha mara kwa mara. Uliingia Januari ukiwa na amani katika maisha yako, ukiwa na amani katika nyumba yako, lakini shetani akajenga msingi mwingine tofauti katika maisha yako. Ndiposa niko mahali hapa mpendwa ambao unayenitazama, ya kwamba huo msingi ambao ulijengwa kinyume cha maisha yako, Mungu anaenda kuyaharibu katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba Elia akawa mwanadamu kama mimi, Elisha akawa mwanadamu kama mimi, lakini walifunga mbingu hazikunyesha mvua, walipofungua mbingu zikanyesha mvua. Ndiposa niko mahali hapa katika njia ya mtandao ili kuhakikisha kwamba unabii wako umetimia, kuhakikisha kwamba neno lako limetimia. Ndipo nataka katika imani ulionayo katika njia ya mtandao mpendwa, haya ni maombi ambayo nataka kukuletea ili dhibitisho la yule unabii ambao nilinena siku ya Ijumaa mpendwa. Tukienda katika kitabu kile ambacho ni cha Samueli wa kwanza, mlango ule wa 18 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba Jonathan na Daudi walifanya maagano pamoja, wakaweka msingi wao mzuri, wakaweka msingi wa upendo, wakaweka msingi wa ushirikiano. Lakini kulitokea baba yake Jonathan ambaye alitaka kumwangamiza Daudi, ambaye alitaka kuvunja ule upendo wa Daudi. Ndiposa nataka kuambia mahali hapa, mahali ambapo kuna foundation nzuri lazima kuna adui mahali hapo. Mahali ambapo kuna foundation nzuri
mzuri, lazima kuna shetani mahali hapo. Mahali ambapo kuna foundation mzuri, lazima kuna wapinganizi mahali hapo. Hadi hapo kuna foundation mzuri, una watu ambao wanainuka kupiga vita. Una foundation yako mpendwa ilikuwa nzuri. Angalia hii picha ya Jonathan na Daudi, walikuwa na foundation nzuri ya urafiki mpendwa. Na Bible inasema ya kwamba wakati walipopatana wakaanza kuongea, yani roho zao ziliambatana, roho zao zilipendana. Ni wangapi leo hii wapendwa, foundation ya ndoa yao ilikuwa nzuri lakini ikakuja ikaharibiwa? Ni wangapi ambao mpendwa leo hii ambao foundation relationship yao ilikuwa nzuri lakini ikakuja ikaharibiwa? Ni wangapi leo hii wapendwa ambao foundation yao ya biashara ilikuwa nzuri lakini ikakuja ikaharibiwa? Ni wangapi ambao mpendwa ambao walikuwa na foundation yao ya kazi ilikuwa nzuri lakini leo hii wakakuja wakaharibiwa zile foundation? Ndiposa niko mahali hapa mpendwa ili kutimiza ule unabii ambao nilikunenea kwamba miezi 6 hii inaenda kuwa ya baraka. Nataka ukashikilia imani mahali huko ili tukapomoe hizi misingi, tukaharibu hizi foundation ambao zimejengwa kinyume chetu, ambao zimejengwa kinyume chako. Ndani ya nyumba yako kuna foundation ambayo imejengwa, katika biashara yako kuna foundation yako ilikuwa mzuri sana ya tajiri, lakini shetani akaja akajenga foundation mbaya, akaangusha ule msingi ambao ulikuwa mzuri, akajenga ule msingi ambao ni mbaya. Ndiposa niko mahali hapa, hiyo ipo foundation Bwana anasema ya kwamba itaondolewa, itabomolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndiposa niko mahali hapa kwa ajili yako. Unaponitazama mahali hapo, watu ukashikilie chini mahali, maana hayo madhabahu yote, hiyo foundation mbaya zinaenda kuporomoka katika jina la Yesu Kristo. Usiwe na wasiwasi wakati umeanza kuingia Julai hii, wakati umeanza kutembea Julai. Wengine wameanza kusema maisha yangu yatakuwa vile ilikuwa, lakini nakwambia kwamba hapana. Ile uhusiano ambayo Jonathan na Daudi walikuwa nayo, ile foundation ambayo Jonathan na Daudi walikuwa nayo, ili wasaidia mpendwa. Licha ya Sauli kutaka kumwangamiza Daudi lakini hakuweza, licha ya Sauli kutaka kutenganisha Jonathan na Daudi lakini hakuweza. Ndiposa wakati huo mpendwa tunaenda kuharibu foundation zote ambazo zimejengwa kinyume mpendwa. Una wengi wanahangaika leo, una wengi wanapigana leo, wengine hata kabla hawajaoana walikuwa wanapigana kila siku. Hiyo foundation wakajenga baada hata kuingia katika ndoa, hiyo foundation ingali inafanya kazi, kwa maana shetani alijenga ili usije ukaishi maisha mazuri, ili uendelee kulia na kuhangaika. Ndiposa wacha mahali penye huko ukatazame mtumishi wa Mungu sasa, wakati nimepiga magoti kwa ajili yako. Inajua kwamba hizo foundation Bwana ana uwezo na nguvu na mamlaka ili ya kuziharibu na kuzibomoa na kuziweka chini ya nyayo za miguu yako. Haujali yale, usijali yale yote ambayo yanatendeka ndani ya maisha yako ya kwamba hayawezi kubadilika. Nimekuja kwako Ijumaa ya leo nikijua kwamba Mungu anaenda kukuinua mahali huko, Mungu anaenda kukubariki mahali huko. Zile foundation ambazo zimejengwa kinyume cha maisha yako mpendwa, wengi tulianza na kazi vizuri, tukajengewa foundation nzuri. Ulipoingia Nairobi ukaanza kufanya kazi, oh my God, oh my God, unaponitazama hizo foundation chafu ambazo zimejengwa kinyume cha maisha yako, Bwana na nguvu na mamlaka. Ndiposa niko mahali hapa, inajua kwamba unanitazama, unaniangalia. Niko mahali hapa nasema na wewe ambaye unayenitazama sasa, tunaangalia watu wako Jehova wakakomendi Ijumaa iliyopita ya kwamba umekubaliana na unabii wa mtumishi wako Bwana katika njia ya mtandao, ya kwamba Bwana maisha yao inaenda kubadilika, ya kwamba Baba wanaenda kuinuliwa Jehova, wanaenda Bwana kubarikiwa Bwana Jehova, wakatuma ujumbe wao Jehova. Angalia roho Mungu niko mahali hapa, imepiga magoti kwa ajili yao Jehova, katika njia ya mtandao. Roho Mungu wacha Bwana ukatembee Roho. Wewe ni Mungu ambaye unayeweza Jehova. Una watu ambaye Baba waliingia Januari Baba wakiwa na kazi mikononi. Hapa kuna watu ambaye Bwana waliingia Januari wakiwa Bwana wanafanya kazi, lakini pepo akakuja akatenga madhabahu, akajenga foundation ambaye Bwana wao kwa nayo. Ndiposa wakati huu Jehova chini kila mmoja ambaye Bwana aliyetuma ujumbe
ujumbe Bwana katika njia mtandao Jehova. Bwana akasema mimi na hiyo Jehova inakuja kinyume Bwana kila aina ya msingi ambao ulijengwa kutoka Januari ili Baba wasipate kazi Jehova, atembee kila wakati akienda akirudi kwa nyumba Bwana. Hiyo msingi roho wa Mungu Bwana simama mahali hapa njia madhabahu ikijua kwamba Baba haina mamlaka juu yake Bwana, ambaye ilijengwa Jehova. Ametembea Januari Februari bila kazi Bwana, ametembea Machi na Aprili bila kazi, ametembea Bwana Mei na Juni bila kazi. Inakuja mahali hapa ikijua kwamba wewe ni Ebeneza na wewe ni Mungu. Hiyo madhabahu yote na misingi ambayo Bwana imejengwa kinyume cha huyo mpendwa aliye Baba Jehova, tuma jina amen. Akasema kwamba Baba maisha itabadilika. Inakuja leo hii Julai Jehova juu ya madhabahu haya Bwana, inakuja ya madhabahu katika jina la Yesu. Ina Bwana ya madhabahu ya kishetani ambayo Bwana inainuka sasa. Naiponja. Haijalishi Bwana imejengwa na nini Bwana, kila mashetani ina majina mapepo yote ambaye Baba imetawala maisha ya huyo mpendwa roho wa Mungu Baba. Kutoka Januari Jehova amefanya sehemu 10 za kazi Bwana. Kutoka Januari Bwana amefanya sehemu 4 za kazi, amefanya sehemu 5 za kazi Bwana. Anafanya kazi Jehova Bwana, ile kazi haidumu, ile kazi haisimami Bwana, kwa ajili ya unabii wako kama Bwana Julai hii itakuwa ya baraka, inapora mosha hiyo madhabahu. Haijalishi Bwana kazi yake iliharibiwa alipoenda ushago, haijalishi Bwana kazi yake iliharibiwa na maadui Bwana, niko mahali hapa. Huyo mpendwa anayetazama, huyo mpendwa aliyekomende Bwana majeshi ambaye ana kazi ambaye ameteswa na kazi Jehova, ambaye ameteswa na maisha makamo, inakuja hiyo madhabahu in the name of Jesus kuanzia sasa, break by God by power katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inayangusha hiyo madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Mahali aliko roho wa Mungu yeye Bwana Jehova alikomenda akasema amen, ya kwamba amekubaliana na unabii wako, amesalika kubaliana na neno lako Jehova. Bwana tenda maajabu sasa. Inaangusha hiyo madhabahu sasa, inaangusha hiyo madhabahu sasa, inaangusha hiyo madhabahu sasa. Ile foundation Jehova ambayo zilijengwa sasa hapa kutoka Juni inaziangusha katika jina la Yesu. Bwana tembea na uonekane sasa Jehova, tembea na uonekane sasa. Hiyo madhabahu ya ukosefu wa kazi, hizo foundation za kuteswa kikazi, hizo foundation Baba Jehova za kuhangaika kikazi, inaziporomosha kuanzia sasa Bwana, zitokomee Jehova. Inajua kwamba hii amen ambaye Baba huyo mpendwa Jehova Bwana alisema Jehova katika njia mtandao, wacha ilete baraka Jehova. Inamtabiria Julai Baba ya miezi ambayo imesalia yenye baraka na mafanikio Bwana. Simama Jehova, kwa maana roho wa Mungu unaenda kujenga foundation mpya, jenga foundation mpya. Julai ukajenga foundation mpya. Wewe ni Mungu kwa sababu Jehova huyu dada anaenda kupokea kazi, huyu ndugu anaenda kupokea kazi, kwa maana kwa hiyo madhabahu imeharibika na imeputika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana namba 2 Baba, kuna walimu ambaye Bwana walikuwa wanafundisha katika private schools. Angalia leo hii hawana kazi Bwana, angalia wametangaza ya kwamba Baba shule zitafunguliwa Januari. Hao walimu wa private Jehova Bwana hawana mbele wala nyuma, hawana mishahara roho wa Mungu. Angalia roho wa Bwana nikiwa hapa, inajua kwamba walikomend Jehova wakasema amen kwa ajili ya Baba ya ufunuo ule Bwana Jehova. Angalia huyo mwalimu ambaye Bwana alikuwa katika private school Bwana, hana kazi Jehova, hana mbele wala nyuma Jehova. Angalia shule imepelekwa mbele Bwana. Angalia hii miezi 6 Jehova, ni miezi mingi sana Jehova. Aliposa nikiwa katika njia madhabahu, inaomba kwa ajili ya huyo mwalimu katika taifa hili la Kenya Jehova, ila ambaye Bwana alikuwa anafundisha Jehova katika private school Jehova, ambaye hana kazi, ambaye anatafuta kazi. Wewe ni Mungu ambaye unaweza Jehova. Bwana ana familia, ana jamii Jehova, ana watu ambao anawalisha, ana watu ambao anawategemea pale Jehova chini. Hakujua ya kwamba una foundation nyingine itajengwa Bwana akae mpaka Januari. Inajua kwamba ni foundation ya kishetani, ili waanze kuhangaika bila kazi, ili waanze kuhangaika Jehova Bwana. Hadi posa na simama Jehova madhabahuni kwa ajili walimu ambaye Bwana
walikuwa wanafundisha private school ya kwamba Bwana unabariki moto sasa, bali hizo foundation ambazo Bwana zinajengwa ili kuwatesa na kuangaisha Jehova, inazipuja na kuzipomoa sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu ambaye Bwana unaweza, wewe ni Mungu ambaye unastahili Jehova. Ila pepo ambaye amekamata kazi ya huyo mama, ila pepo ambaye amekamata kazi ya huyo mzee, ili Bwana zipate kazi mahali pengine, Bwana angoje mpaka Januari. Au amehangaika ameteseka Jehova, Jehova mbingu na nchi ingilia kati, Bwana fungua watu wako, ikiwa juu ya madhabahu, inajua kwamba kuanzia sasa unafungua milango na njia, lazima shetani aibike. Hiyo foundation Bwana ya kuteseka kwa ajili, Bwana shule zimesongeshwa mpaka Bwana Januari, inazivunja na kuziangusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wanapongojea mwaka ujao ili Baba kurudi mashuleni, watu wakawapatie mlango wa kufanya kazi, watu wakafungue njia za kufanya kazi, ili Bwana watoto wapate vile wanakona. Inajua kwamba haya yanatendeka Baba kutoka juu ya haya madhabahu. Ina imani ya kwamba Jehova hizo foundation empire zinaporomoka kuanzia sasa. Jehova unafungua njia, unajenga msingi mwingine mpya, ya kwamba hao walimu wanaenda kupata kazi, hao walimu Jehova wanaenda kupata ajira, ili Bwana Jehova chile wapate vile watalisha watoto wao. Ina imani ya kwamba Roho Mungu unawatoa katika vifungo, unawatoa Jehova katika shida, unawatoa Baba katika mahangaiko, watu wakafungua milango. Pokea muujiza wako ewe mwalimu mahali huko ambao ulikuwa unafundisha na una kazi, unahangaika, pokea muujiza wako, imani yako na ifike kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo hii wapendwa, namba 3, una wamama na wazee wanaoteseka katika ndoa, kwa sababu katika ndoa kuna msingi ambao ulijengwa, ambao ulikuwa ni msingi mbaya, lakini hamkujua huo msingi. Leo hii nimesimama hapa, kila aina ya foundation ambayo ilijengwa kinyume cha ndoa yenu, leo hii mnagombana, leo hii mnapigana, leo hii mnatusiana, leo hii mnadarauliana, hamuongei katika nyumba yenu. Hiyo foundation sio foundation ya Mungu, bali Mungu alikuwa na mipango mizuri ili watu wakae katika amani, katika upendo. Inajua kwamba upendo, wakati mlikuwa jao mnatumbiana, aidha mlikuwa mnapitana, aidha mlikuwa mnapigana, hiyo foundation imefanya kazi mpaka katika ndoa hamna amani kuanzia sasa. Bwana una uwezo, una nguvu na mamlaka. Bwana kuna foundation sasa ambao zinatingiza marriage, una foundation sasa Jehova ambao zinatingiza ndoa Jehova. Bwana ndoa zimejaa vita, Bwana ugomvi na mauaji, Bwana Jehova na matengano Jehova. Hizo foundation nikiwa hapa, Roho Mungu simbaida inaziputa na kuzipomoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana simbaida, Bwana huyo mama anayelia, huyo mzee, Bwana kwa ajili ya ndoa yake haina amani, haina upendo Jehova chile, Roho Mungu Jehova, hiyo foundation ya vita inaiangusha hapa, hiyo foundation ya ugomvi inaiangusha hapa, hiyo foundation ya kosana inaiangusha hapa, hiyo foundation ile ya kuachana iangusha hapa, hiyo foundation ya matengano katika ndoa za watu Bwana iangusha hapa. Wewe pepo ukajenga hizo foundation bila wao kujua, leo hii wanapigana, ndoa zinavunjika, watoto wanahangaika. Aliposa Roho Mungu katika juma ya leo Bwana inaangusha hiyo madhabahu sasa, hizo foundation inazivunja kutoka juu mpaka chini, ndani ya nyumba yako, katika ndoa yako, katika familia yako. Hizo foundation inazipomoa sasa katika jina la Yesu Kristo. Inazilijengwa kabla wewe hujajua, ama hujajua pendwa, mkaanza kupigana before mwingie kwa ndoa, mkaanza kutusiana, mkaanza kujibishana ibaya before mwingie katika ndoa. Alipoingia kwa ndoa, hiyo mambo yakaanza kumea, yakaanza kuendea. Aliposa Baba wa Bwana, leo hii kuna shida nyingi. Aliposa nikiwa katika madhabahu haya, Bwana yakaliwa roho sana, hiyo madhabahu unaiponja je katika nyumba yako, inaiangusha na kuiponja ile foundation ambayo imekukosesha raha na amani, inaiponja na kuiangusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo foundation inaiangusha, hauna raha yale ambao unayespect kupata katika ndoa yako haujayaona mpaka leo, kwa sababu ya foundation ale ambao litaka
kuona kutoka katika nyumba yako haionekani siku ya leo. Inasimama kinyume cha hayo madhabahu. Hizo foundation inaziangusha na iangusha. Hizo foundation za vita, hizo foundation za vilio, ile foundation za ugongana, inaziangusha katika jina la Yesu Kristo. Hakuna communication katika nyumba yako. Pepa kajengana na communication ambayo ina communicate katika njia mbaya, katika njia ya matosi, inaivunja katika jina la Yesu Kristo. Bwana majeshi simbaida, Bwana watu wako wakasema amen. Katika unabii mtumishi wako katika mtandao leo hii, Bwana anasema kuna ndoa ya mtu mahali inainuliwa tena, kuna ndoa ya mtu mahali Jehova inabarikiwa tena, kuna ndoa ya mtu mahali Jehova inapata amani tena, kuna ndoa ya mtu mahali hapa inapata upendo tena, kuna ndoa ya mtu mahali hapa inaenda kudumu. Jehova inajua kwamba roho poa wala na mwana ya tamama ananitazama na kuniangalia sasa. Inaachilia baraka hizo katika nyumba zao, katika maisha yao, katika maisha yao. Roho Mungu simbaida, wale ambao walijengewa zile foundation mbaya walipozaliwa, wana mapona inaziangusha leo hii katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo inaziangusha sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ndoa zinaenda kupona. Bwana, kwa miezi tamba zimesalia, una ndoa inaenda kutawaliwa na amani. Una ndoa ambayo Bwana inaenda kutawaliwa na happiness, inaenda kutawalia Jehova chile. Baba, na kuinuliwa sasa. Inajua kama Bwana unatenda, inajua kama Jehova unatenda. Shetani yuko Jehova uje kutengeneza na foundation mengine ili kutesa watu wako na kuelimisha, bali nikiwa kama madhabahu tena tosha hiyo madhabahu na foundation cha teka ndoa za watu, teka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inajua kama Bwana unatenda. Bwana, number 4 hapa kuna wale ambao Jehova waliosema amen ya kwamba hawatagojeka tena, ya kwamba wanaenda kupona. Jehova inakuja mahali hapa nikiwa kama madhabahu. Bwana, kuna ndugu na dada ambao wanazama, Bwana amelazwa, Bwana Jehova amempa magonjwa, Bwana ameweshwa na maradhi, akitoza na kucha mahali hapa, ikijua kwamba umenipatia hiyo uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana, wengine wanaugua magonjwa ya kishetani Jehova, wengine Bwana wanateswa na majina mapepo usiku wakiwa wamelala. Bwana, wengine wamelazwa kinyata, wengine wamelazwa hospitalini Bwana kwa magonjwa ya kimapepo, lakini Bwana kuja mahali hapa vile walisema ya kwamba afya zao zitarejea Jehova. Hii miezi sita ambayo imesalia, ina imani ya kwamba haya yanatendeka, haya Bwana yanatendeka. Inatingiza haya magonjwa sasa, inatingiza hiyo magonjwa sasa, inatingiza hiyo magonjwa sasa, inatingiza hiyo magonjwa sasa, inatingiza hiyo magonjwa sasa, ina maradhi magonjwa Bwana Jehova chile, inaitingiza sasa hapa, inatingiza sasa ina magonjwa Bwana ya kuuma na tumbo, kuuma na mikongo, kuuma na miguu, kuuma Bwana mikono, kuuma Bwana na vichwa, Bwana na vifua, Bwana mioyo, Bwana mapua, inaitingiza sasa katika jina la Yesu Kristo. Inapoja Jehova hizo foundation za makono katika miili za watu ule, katika miili za watu wako, inazitingiza Bwana, inazitingiza sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana mapua, inachoma haya makono, inachoma haya makono, inaachilia fire juu ya haya makono, inaachilia fire juu ya haya makono, inaachilia fire juu ya ugonjwa wa corona, inaachilia fire juu ya malaria, inaachilia fire juu ya utamkama, inaachilia fire juu ya ugonjwa wa ukimwi, inaachilia fire juu ya magonjwa ya kifua, inaachilia fire juu ya ugonjwa wa ulemavu, inaachilia fire juu ya ugonjwa wa kupoza, inaachilia fire juu ya magonjwa, inaachilia fire. Ninapindua hiyo vitanda ambayo watu wa Mungu wamelalia. Bwana, angalia Jehova, inazipindua nikiwa hapa. Ukatembea Jehova, ukatembea Yerusalemu, ukaponya wagonjwa, ukaenda Kapernaumu, ukaponya wagonjwa. Bwana majeshi, inajua kwamba ule Kapernaumu hapa kulikuwa na moto, alikuwa amepoza, alikuwa amenema. Bwana ulipomwombea, Bwana akatembea. Hata nami Jehova inakemea magonjwa, Bwana magonjwa, inakemea magonjwa katika jina la Yesu. Iachilie, iachilie, iachilie katika jina la Yesu, iachilie katika jina la Yesu. Kila ina magonjwa, Bwana majeshi, in the name of Jesus, nakamata zote za magonjwa katika jina la Yesu, katika mwili wako. Bwana, angalia, walienda Bwana akaambiwa ya kwamba haya magonjwa hayawezi kuponyeka. Bwana, wewe ni Mungu wa ajabu.
Bwana umeponya watu, mtumishi wako akiona. Umeponya watu nje ya Nairobi, umeponya watu nje ya Kenya, mtumishi wako akiona na macho. Aliposa Roho wa Mungu, Bwana kila mmoja aliyekomendi Jehova akasema ameni hata gonjeka Bwana hii miezi 6, akasema ameni Jehova ya kwamba hata sumbuliwa na magonjwa. Aliposa niko mahali hapa ya kwamba hizo foundation zote za magonjwa Julai ya leo Baba ninaiangusha na kuiponga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana kuponye mahali huko. Namba 5, Roho wa Mungu. Bwana kuna watu wamefinywa. Kuna watu wamefanya kazi mahali moja, mshahara ya kufinywa tu. Bwana wanatusiwa, wanahangaishwa. Bwana ambao wanakaa mahali moja, hawajawahi badilisha makao ya kufanya kazi. Bwana territory zao zimeendelea kuwapanda. Wengine Bwana wakifungua biashara haziendelee. Wengine Bwana Jehova jina wa mbingu na nchi wametamani Bwana kazi Jehova zingine, lakini hazipatikani Jehova. Aliposa Roho wa Mungu anakuja hapa akina aina foundation ambayo ilijengwa Jehova ya kwamba huyo mpendwa afanye kazi moja tu miaka zote. Bwana hiyo foundation inaiangusha. Bwana kuna watu wananyanyaswa wa Jehova, kuna watu wanapima Roho wa Mungu Baba na wanadamu wenzao Jehova, lakini ukasema ya kwamba Jehova una uwezo na nguvu ya kupandisha, una uwezo wa kushusha tena. Bwana angalia wale wapendwa ambaye Bwana walisema katika njia ya mtandao Jehova ya kwamba walikuwa Jehova wamelemewa na maisha, walikuwa Bwana wamefika mwisho, lakini wakati waliposikia unabii wa mtumishi wako Bwana wakapata nguvu Jehova, wakapata Jehova kuendelea mbele. Aliposa Roho wa Mungu Jehova inanena kwa yule mpendo ambaye Bwana anatamani Baba Jehova chile kupanuliwa kwa territory yake ya kazi, kupanuliwa kwa territory yake ya biashara, kupanuliwa kwa territory yake ya maisha. Bwana onekane sasa. Inajua kwamba Bwana majeshi wakati wa Bwana unaenda kutenda, wacha utembee na uonekane Jehova. Bwana ukapanue Jehova, panua mipaka yao, panua. Baba niko katika mwezi wa Julai Jehova hapa kufunika watu wako na mafuta ya mbinguni Bwana, mafuta ya baraka Jehova ya kwamba Mungu wetu Jehova jire Baba zile comment zao zinaenda kuwaletea baraka, zile comment zao zinaenda kuwaletea baraka. Hata simu ambayo mtumishi wako alikuwa akiitumia Jehova inajua comment zao zinaenda baraka. Bwana wacha ameni iwe ameni Jehova, inaamana kwa ushuhuda Jehova wa makuu ambayo unaenda kutenda Jehova chile. Bwana angalia wakati huo Roho wa Mungu Baba kuna watu ambao walisimamishwa kazi, kuna watu Jehova walisimamishwa kazi, wengine hoteli zikafungwa Jehova, wakaambiwa kwamba wataitwa Jehova waende kazi. Baba hawaelewi kama wataenda kazi Baba, hata wengine watabadilishwa kazi, hata wengine Jehova Baba wataajiriwa, wengine Baba waingia kazi watu wengine. Lakini Bwana niko mahali hapa ile ndugu ambaye Jehova amekaa nyumbani Bwana haelewi kama atarudi kazi, haelewi kama atarudi pale kwa hoteli, haelewi kama Mungu wetu ataitwa kazi. Kwa Roho wa Bwana majeshi hizo foundation ambazo Jehova shetani amejengea watu wako Roho wa Mungu Bwana mwaka huu wa 2020 Bwana majeshi Roho wa Mungu inaziponja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inaziangusha nikiwa hapo hii foundation Bwana ya corona Jehova ambao shetani ameijenga katika taifa letu Bwana. Hii foundation ambayo haikutarajiwa Jehova Bwana imejengwa katika taifa letu Jehova. Inakuomba Roho wa Mungu, Roho wa Bwana Jehova jire hii foundation inataka kuangusha uchumi wa nchi, inataka Baba kuangusha Jehova jire kuharibu kazi Jehova, inataka Jehova kuharibu uchumi. Na ndipo niko katika madhabahu Jehova wakija kuomba kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Inajua kwamba Roho wa Mungu anaenda kuonekana. Hii ni foundation ambayo Bwana imejengwa na shetani, hii ni foundation ambayo Bwana imeletwa na shetani, lakini Bwana ukasema ya kwamba kuna nguvu ndani ya maombi Jehova. Alipona yapiga magoti mahali hapa Jehova, ili Bwana Jehova hii foundation hii ya corona ambaye Baba imeogopesha dunia, imeogopesha nchi yetu ya Kenya Jehova. Angalia watoto wanakaa nyumbani waende shule Jehova kwa ajili ya foundation hii ya corona Jehova. Bwana angalia watu hawaendi kazi Jehova kwa ajili ya foundation hii Bwana ya corona. Bwana watu Jehova Mfalme biashara inaendelea kurudi chini Jehova kwa ajili ya foundation hii Bwana ya corona. Bwana angalia Jehova chile alipoza na kuja mahali hapa nikijua kwamba Bwana kwa ajili ya maombi Jehova Bwana hii foundation ya corona Jehova Bwana utaiporomosha ili uchumi wetu Baba upate kuendelea. Bwana utatamosha Baba ikapata kwenda mbele. Bwana majeshi simba ila Bwana wacha uonekane, ujidhihirishe, wacha Baba utembee Jehova chile. Inajua kwamba uchumi wetu utainuka tena, inajua kwamba Jehova uchumi utainuka tena, inajua kwamba Baba ili gonjwa utapigana nalo na watu wako tabari
watabarikiwa, watainuliwa, watu wako watabarikiwa Jehova. Baba, katika jina la Yesu, ninajua kwamba kuanzia leo Bwana majini simba hizo six evil foundation Baba zinaanguka kuanzia sasa, zinaporomoka kuanzia sasa, zinaziangusha by boat by part kila mahali. Bwana ziporomoke katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kuna foundation ambayo inafanyika, na najua kwa Baba haitasimama. Watu wako Jehova, ninajua kwamba wanaenda kujenga msingi mpya, unaenda kujenga msingi mpya. Huyo mama anaenda kucheka tena, huyo mzee anaenda kucheka tena, huyo kijana anaenda kucheka tena, huyo mwalimu anaenda kucheka tena, kwa maana Baba najua kwamba kwa mwalimu unampeleka kwa kazi mahali. Baba, naamini kwamba kuna ndugu ama mpeleka kazi mahali, licha ya uchumi Baba kuwa mbaya, licha ya njia za kazi kufungwa Jehova, kwamba kuna mtu unampeleka mahali. Inajua kwamba Roho wa Mungu kuanzia leo, hayo yote foundation ambazo zimekuwa zinawatesa, leo hii Bwana inaziweka chini kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuseme wote amen. Mungu akubariki unapoenda kusherehekea baraka zako. Na hizo foundation zote ziporomoke mbele yako. Mungu awabariki na Mungu awainue. Ninapoinuka juu, kuna kitu kinainuka ndani ya maisha yako. Ninapoinuka juu, kuna kitu kinainuka ndani ya nyumba yako. Ninapoinuka juu, maisha yako inabadilika. Pokea baraka na upokee neema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninaomba nikiamini. Amen.